Naitwa Raphael Iloma. Leo nimekuja angalau kwenye akaunti yangu ya YouTube ili nijitambulishe angalau kwa ufupi sana, ili nitakapokuwa nikiendelea na programu mbalimbali angalau ukafahamu Raphael Iloma ni nani na anatoka wapi. Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Rukwa, wilaya ya Sumbawanga vijijini, na eneo la bonde la Ziwa Rukwa kuna kijiji kinaitwa Milepa. Huko ndiko nimezaliwa. Mpaka sasa nimeishi maeneo tofauti kutokana na jinsi Mungu alivyoweka ratiba zake. Mimi katika imani nilikuwa Mkatoliki. Nimekuwa Mkatoliki tangu nilipokuwa nimezaliwa, na wazazi wangu ni Wakatoliki, babu zangu ni Wakatoliki. Nikiwa Katoliki sikuwa na Biblia kama ilivyo kawaida ya Wakatoliki wengi. Hawawe na Biblia, wanapenda kusomewa tu na kurudi nyumbani. Wachache sana huwa na Biblia, na wakiwa nazo wanasoma hasa kitabu cha Zaburi. Siku moja ilipofika mwaka 2005 nilikuwa katika kijiji kimoja kinaitwa Kipeta iko kijiografia, iko mkoa wa Rukwa na wilaya ya Sumbawanga vijijini, lakini iko mpakani mwa mkoa wa Songwe na mkoa wa Rukwa. Kuna mto Momba. Kwa hiyo nilikuwa hapo Kipeta nikiwa na shughuli zangu. Nimetoka kule Milepa, niko hapo, na nilipokea Biblia. Niliazima Biblia kutoka kwa rafiki yangu mmoja ambaye ni Mkatoliki, na nikaanza kusoma mwenyewe nyumbani. Nilipoanza kusoma nyumbani, kiufupi tu nitaeleza huko mbele katika video zitakazoendelea, lakini niligundua kanisa Katoliki lina kesi nyingi za kujibu kwa Mungu kupitia Biblia hii. Kupitia Biblia hii kanisa Katoliki lina kesi nyingi za kujibu, na ilinipelekea nikae bila kusali. Baada ya kugundua vitu kadhaa, nikae bila kusali karibia mwaka mzima, 2005 mpaka 2006. Ilipofika 2006 mwezi wa 7, namshukuru Mungu, nilikuwa hapo katikati nilikuwa nimehudhuria mialiko katika makanisa ya Pentecost. Kanisa moja linaitwa Pentecost Holiness. Nilihudhuria mwaliko mmoja, na napo nilipofika kwenye ile ibada, bado kutokana na vifungu fulani vya Biblia nilipokuwa nimevisoma, vikanifanya nigundue ya kwamba hawa nao wana kesi ya kujibu katika siku Yesu akija mara ya pili. Nikaalikwa pia kanisa moja linaitwa House of Prayer, yani nyumba ya maombi, kiwa Kiandaigonda kule ndiko nikaenda mpaka Kiandaigonda, nikasali nao, nikagundua hakuna utofauti, wale wote ni wale wale. Basi nikarudi nikatulia. Mwaka 2006 kulikuwa na mkutano mmoja wa Injili wa wiki 3 uliokuwa unasimamiwa na watu wa Kibidula Mission, na chini ya usimamizi wa Pastor Msafiri Mtenzi, na walikuwa na effort za mnyororo. Walikuwa wanafanya hapo Kipeta, wanafanya na kijiji kingine cha Maleza, Kilangawana,
Basi katika vijiji hivyo kulikuwa na effort zinaendelea kwa wakati mmoja na zilikuwa ziishe kwa wakati mmoja, lakini mimi wakati wanaendesha effort pale kijijini kwetu, mimi nilikuwa ni muonyesha video, nilikuwa naonyesha TV, watu wanaangalia mechi mbalimbali za duniani huko, lakini ikifika jioni naweza nikaweka pia mikanda ya movie mbalimbali, mikanda zile movie kali, ili watu wasiende kwenye effort waje kwenye movie. Kwa hiyo nilikuwa kwa namna nyingine ni mtu niliyekuwa na zuia watu wasiende kusikiliza neno la Mungu. Lakini Mungu ni wa ajabu sana. Ilipofika siku ya mwisho, Pastor Mtenzi na timu yake wakawa wamekuja wakaweka sinema, wakaweka mkanda wa Yesu, na hivyo nikajua sinema, mkanda wa Yesu watu wengi wanaupenda na hawawezi kuja kwenye movie, watakwenda kwenye mkanda. Nikaahirisha habari ya kuweka movie, na mimi nikaona ni baadaye nitembelee kwenye mkutano. Sasa effort ilikuwa inasimamiwa na mwinjilisti mmoja aliitwa Eric Sadani, ndiye aliyekuwa na ubiri pale siku 21 na sikuhudhuria hata moja. Ya jioni ile wakati wamemaliza mkanda wa Yesu ndipo nilipofika, nikakuta wamemaliza, wakawa wanafundisha somo la ubatizo. Baadaye nikagundua namna mtiririko na mpangilio ambao kanisa la Waadventista wa Sabato wanatumia. Kanisa la Waadventista wa Sabato wanatumia mtiririko mmoja, mtu anaweza kaweka mafungu 30 katika mada moja, mafungu 40, mafungu 15, na yote yanazungumzia kitu kile kile kimoja. Nilivutiwa sana na mtindo huu, lakini nilibaini ya kwamba binafsi nina kesi ya kujibu kama sintabatizwa. Nikagundua nina hatia. Nilifikiri nilishabatizwa, na kumbe kibibilia siku ile nikagundua katika Biblia ya kwamba mimi sijabatizwa. Kwa hiyo nikaona kule nilikimbia kwamba kanisa lina kesi ya kujibu, lakini bado ziko kesi za kwangu za kujibu, na kesi namba 1 niligundua ni ubatizo. Nikaona isiwe shida, ngoja nikabatizwe kanisa la Waadventista wa Sabato, kisha nitarudi Roma. Nikaenda kesho yake asubuhi katika ibada. Siku hiyo ilikuwa ni Ijumaa ya mwisho ya mkutano, na Jumamosi nikaenda kanisani nikapokelewa, na kumbe kulikuwa na sabato ya urafiki, walikuwa wamealika vijiji viwili, kulikuwa na watu wengi sana. Nikatulia pale nikajifunza namna wanavyoimba, namna wanavyohubiri, namna wanavyoomba. Nilifurahia sana. Ilipofika saa 6 mchana nilitamani ya kwamba ni vema nibatizwe na nibaki hapa. Sasa nikiwa ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, nilisoma Biblia, kitabu cha Luka sura ya 10 na ule mstari wa 2. Luka sura ya 10 mstari wa 2, neno la Mungu linasema hivi: akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Fungu hili kimsingi niligundua ya kwamba shamba la Bwana ni kubwa, dunia ni kubwa, na inahitaji